Kunywa hii dawa utaweza kuongea. Bilionea alitumia miaka mingi na mamilioni ya pesa akijaribu kumtibu mwanaye ambaye hakuwahi kuzungumza hata neno moja. Madaktari bingwa bora kutoka mabara matatu walishindwa kabisa. Lakini siku moja alasili shuleni kwake, msichana asiye na makazi aliyekuwa anakusanya taka alimkaribia na kwa sauti ya chini akampa kinywaji cha ajabu chenye rangi ya giza. Wazazi walipiga kelele, walimu wakapaniki na baba yake karibu amshambulie msichana huyo akiamini ni sumu. Lakini tu mara mvulana alipokunywa, jambo lisilowezekana likatokea. Usisahau bonyeza subscribe na kulike video hii na utuelezee unatazama kutoka wapi. Sasa tuanze. Kunywa hii dawa utaweza kuongea. Ryan alikuwa mtoto wa bilionea maarufu kuliko wote nchini. Mtu aliyekuwa na helikopta 3, magari yasiyohesabika na majumba makubwa kama hoteli. Lakini ndani ya utajiri huo wote kulikuwa na huzuni moja isiyofichika. Mtoto wake wa pekee hakuweza kuongea. Hakuwahi kusema baba, hakuwahi kucheka kwa sauti, hakuwahi kuita mtu yoyote. Bilionea alitumia miaka mingi na mamilioni ya pesa akijaribu kumtibu mwanaye ambaye hakuwahi kuzungumza hata neno moja. Madaktari bingwa bora kutoka mabara tofauti walishindwa kabisa. Walimu wa shule ya kifahari aliyosoma walimzoea kwa ukimya wake. Alikuwa akifika, anakaa peke yake, anachora au kushika shingo yake taratibu, kana kwamba kuna kitu kilikwama ndani. Hakuna aliyejua alikuwa anahisi nini. Lakini mtu mmoja alijua. Kila siku nje ya uzio wa shule ile ya kifahari kulikuwa na binti mmoja wa mitaani aliyekuja kuokota makopo. Jina lake lilikuwa Rehema. Nguo zake zilikuwa zimechakaa, nywele hazijachanwa, mkononi akiwa na mfuko wa plastiki uliokuwa umejaa chupa tupu. Lakini macho yake yalikuwa makali, macho ya mtu aliyewahi kuona maisha yakivunjika. Alikuwa akimtazama Ryan kila siku. Na aligundua kitu ambacho hata madaktari hawakugundua. Siku moja, Ryan alisimama karibu na geti la shule, akingoja gari la baba yake. Alikuwa ameshika shingo yake tena. Walinzi walikuwa wanacheka wakitazama simu. Roho yake ilimwambia asonge mbele. Rehema alitoka kwenye kivuli cha mti. Alitembea kimya kama mzuka akiingia kwenye ulimwengu ulio hai. Ryan hakumsikia akija. Alikuwa akijaribu kumeza ukavu kooni. Ndipo sauti ya upole lakini yenye uhakika ikasikika pembeni yake. Una kiu, sivyo? Bila shaka unatafuta maji. Ryan alishtuka. Alimuona Rehema, muonekano wa chokoraa, akiwa na mfuko wa makopo mkononi. Kumbukumbu ya maneno ya baba yake ikapita kichwani. Usiongee na watu wa mitaani, ni hatari, ni watekaji. Lakini hakuweza kuongea hata kama alitaka. Rehema hakurudi nyuma. Aliona hofu yake na pia aliona maumivu yake. Alishusha sauti. Kila siku unasimama hapa na kugusa shingo yako kama kuna kitu kimekwama ndani. Ryan alimtazama kwa mshangao. Aliwezaje kujua? Madaktari walikuwa wanauliza maumivu ya mwili, lakini msichana huyu alikuwa anaongea maumivu yasiyoonekana. Rehema akatoa chupa ya plastiki iliyochakaa. Kunywa hii, alisema akimpa kwa mikono miwili kwa heshima. Kunywa kidogo, itakusaidia. Ryan alisimama kimya, onyo la baba yake likijirudia. Sumu, uchawi, hatari. Alitazama chupa, ilionekana chafu, ndani kulikuwa na maji ya kahawia yenye vipande vya mizizi. Lakini macho ya Rehema hayakuwa na hila. Yalikuwa na huzuni ya mtu aliyepoteza kila kitu isipokuwa matumaini. Unaniangalia kama mimi ni mwenda wazimu? Alisema kwa tabasamu la maumivu. Najua kilicho ndani. Bibi yangu alinitengenezea kabla hajafa kijijini. Alisema, kina nguvu, ndio kitu pekee nilichobaki nacho kutoka kwake. Ryan alitetemeka. Alifungua mdomo lakini hakuna sauti iliyotoka. Unaweza kuzungumza au huwezi? Rehema aliuliza kwa upole. Ndio maana unaangalia lakini hujibu. Umenaswa ndani yako mwenyewe, sivyo? Maneno hayo yalimpasua moyo. Ryan alianza kupumua haraka. Ilikuwa kama vile Rehema alisoma siri yake ya ndani kabisa. Rehema alishikilia tena chupa mbele yake. Alijua hakuwa na muda mwingi.
kabla mlinzi ajamuona na kumpigia kelele. Akasema haraka, "Kunywa, una nini cha kupoteza? Unataka kubaki kimya milele?" Wazazi wa mwanafunzi waliovaa nguo za kitajiri walipita kumfata mtoto wao shuleni. Mwanaume alikunja uso na kuziba pua. "Tazama hawa panya, kila mahali wapo," alinung'unika. "Yaani ni wachafu. Kwa nini wanaruhusiwa karibu na shule? Ona, anamlisha mtoto taka." Mwanamke aliyekuwa naye alinong'ona kwa hasira. "Usalama siku hizi ni wavivu. Njoo twende." Uso wa Rehema ulishuka kwa aibu. Aliinamisha kichwa lakini hakushusha chupa. "Unaona?" alimnong'oneza Ryan kwa hasira. "Hivyo ndivyo wanavyoniona. Uchafu, taka." Rehema muokota makopo alitikisa chupa kidogo. "Lakini hichi ndicho nilicho nacho. Na hapa kwa Mungu si sumu. Kimenihifadhi hai wakati wa njaa ilitaka kuniua. Chini ya daraja." Ryan alimtazama Rehema machoni. Hayakuwa macho ya uongo. Yalikuwa ya kweli na yenye kukata tamaa. Macho ya mtu aliyeteseka na kuishi. Kwa mara ya kwanza maishani, alifanya uamuzi bila baba yake. Alichukua chupa. "Meza fundo dogo," Rehema alisema. "Hii sio juisi, usiwe na tamaa. Iache iguse koo lako tu." Ryan alifungua chupa. Harufu ilimpiga mara moja. Ilinukia udongo kama mvua inavyogonga ardhi kavu. Ilichanganyika na tangawizi na kitu cha zamani ambacho hakuweza kukitaja. Aliinamisha chupa. Kiwevu kiligusa ulimi wake. Ilikuwa mshtuko. Kilikuwa kichungu, chenye ukali na cha joto. Alishikwa na kichefuchefu na kuanza kukohoa. Macho yake yakatoa machozi. Pole Rehema alipaza sauti, akijaribu kushikilia chupa. "Usikiteme, tafadhali usikiteme. Kiache kibaki ndani, ndiyo kinavyofanya kazi." Ryan alikohoa tena, akishika koo lake. Uchungu ulikuwa mkali, lakini chini yake kulikuwa na hisia ambayo hakuwahi kuisikia kabla. Ilionekana kama kiwevu kinapapasa misuri iliyokuwa imejanda kwa miaka 7. Hakukitema, alimeza. Macho yake yakapanuka. Hisia ya kuchoma ilisambaa kutoka kooni mpaka kifuani, ikijaza mapafu yake hewa. Uso wa Rehema ulilegea kwa matumaini. "Nzuri? Ndiyo hivyo. Ndivyo. Utaona labda kitakufanyia kama kilivyonifanyia mimi." Ryan alikunja uso akiindamisha kichwa. Radha bado ilikuwa ulimini mwake. "Nilikuwa mgonjwa zamani," Rehema alieleza haraka, akitazama mlangoni ambako kulikuwa na gari jeusi linakuja kwa kasi. "Nilikuwa sipumui vizuri, kikohozi kilikaribia kuniua. Bibi yangu alitengeneza hiki, alinilazimisha nikinywe. Asubuhi iliyofuata nilikuwa nakimbia. Madaktari wa kliniki walishindwa, lakini bibi yangu alijua mambo. Aliita hiki zawadi kutoka ardhini." Ryan alishika chupa kwa nguvu zaidi. Kitu kilikuwa kinatokea. Kwa mara ya kwanza, shinikizo kooni halikuwa likiingia ndani. Ilikuwa kama kitu kinasukuma ndani kwenda nje. Mtikisiko, mgurumo mdogo. Alifungua mdomo kuvuta pumzi na sauti ndogo ikatoka. Ghafla matairi ya gari yalisikika. Magari matatu meusi ya kifahari yalisimama kando ya barabara. Milango ilifunguka hata kabla magari hayajasimama kabisa. "Ewe wewe!" Kelele ilikuwa kubwa. Mkuu wa kikosi cha ulinzi wa bilionea Edwin Malesela, mwanaume mkubwa aitwaye Muba, alikimbia kuelekea kwao. Alikuwa na bunduki kiunoni. Alionekana mwenye hofu na hasira. "Jiondoe karibu na mtoto wa boss." Muba alipiga kelele, buti zake nzito zikigonga ardhi. Rehema aliganda, hofu ilirudi. Alinyakua chupa na kuikumbatia kifuani kama ngao. "Sikufanya chochote," alilia. "Na hapa bwana, nilikuwa namsaidia tu." "Nyamaza." Sauti hii ilikuwa kali na yenye kukata. Bilionea Edwin Malesela alitoka kwenye gari la katikati, uso wake ukiwa na hofu na hasira. Alimuona mwanaye wa thamani, alisimama karibu na mtoto mchafu wa mtaani, akikohoa huku midomo yake ikiwa na rangi ya kahawia. Wazazi na wanafunzi waliganda. Bilionea alisababisha vurugu. "Unasubutuje?" Sauti ya bilionea ilitetemeka. Alikimbia mbele akimsukuma mlinzi pembeni. "Unasubutuje kumgusa mwanangu kwa uchafu huo?" Umati ulipiga yowe kwa mshangao. Wakina mama walifunika macho ya watoto wao. Minong'ono ikaanza. "Ni yule msichana wa mitaani. Je, alimpa sumu? Wapigieni polisi. Watekaji hutumia dawa kuwalaza watoto." Ryan alisimama akitetemeka kati ya dunia mbili.
Mkono wake bado ulikuwa kooni. Alimtazama Rehema aliyekuwa tayari kukimbia, kisha akamtazama baba yake. Bilionea alimkamata mwanaye na kumkagua haraka. Ryan, Ryan, niangalie, alikupa nini? Tema nje. Muba, leta maji haraka, osha mdomo wake. Rehema alipiga kelele akijaribu kujieleza kwa kukata tamaa. Alijua wakimchukua angeishia selo. Nilimuona hawezi kuzungumza, hawezi kuomba, lakini nilijua nilimpa kile ambacho bibi yangu alinipa. Bilionea aligeuka kwa hasira, macho yake yakitoa moto. Ulimpa mchanganyiko wa mtaani? Unajua yeye ni nani? Unajua ulichofanya? Alisimama mbele ya yule msichana mdogo. Hapana, si sumu, Rehema alilia, machozi yakitiririka mashavuni mwake yenye vumbi. Bilionea alimgeukia mwanaye, tayari kumbeba na kumkimbiza hospitalini. Ryan, njoo twende hospitalini, aliganda. Ryan hakulia, hakutetemeka. Alisimama kimya kabisa. Kifua chake kilikuwa kinapanda na kushuka haraka, lakini si kwa hofu. Ilikuwa kama anajiandaa kwa jambo fulani. Moto uliokuwa kooni mwake ulikuwa umeisha. Sasa alihisi baridi na uwazi. Kizuizi kilikuwa kimeondoka. Mlango mzito uliokuwa umefungwa kwa miaka 7 ulifunguka. Alimtazama baba yake. Aliona hofu machoni mwake na upendo wenye maana. Alimtazama Rehema, yule msichana aliyevaa matambala, aliyemuona alipokuwa haonekani kwa mtu yoyote. Alifungua mdomo, taya lake likatetemeka, misuli ya shingo ikakaza, akikumbuka jinsi ya kutumia sauti, au labda akijifunza kwa mara ya kwanza. Sauti ikatoka. Ilikuwa ngumu na ya kukwaluza, kama lango linalofunguliwa baada ya miaka 100. Baba! Ukimya mzito ulitawala lango la shule. Bilionea alirudi nyuma kana kwamba alipigwa kofi. Mkono wake ukapaa mdomoni. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba alidhani ungepasuka. Miaka 7, miaka 7 ya maombi, miaka 7 ya madaktari, miaka 7 ya kumlilia Mungu. Ryan akinong'ona, sauti yake ikiwa dhaifu sana. Ryan alimeza mate tena. Koo lake alihisi wazi, akimtazama baba yake, machozi yakijaa machoni. Akasema tena, "Baba." Neno hilo lilikuwa wazi, lilikuwa safi. Ilikuwa sauti nzuri zaidi bilionea aliyewahi kuisikia kwa mwanaye. Umati ulipumua kwa mshangao. Kila mtu alishikilia pumzi. Yesu! Mwanamke mmoja alipiga kelele kutoka nyuma. Mtoto ameongea. Miguu ya bilionea ililegea. Hakujali suti yake ya gharama wala vumbi ardhini. Alianguka kwa magoti akimkumbatia mwanaye. Sema tena, alilia huku akimshika mikono. Tafadhali, Ryan, sema tena. Ryan alitabasamu. Akamwonyesha sasa msichana yule aliyekuwa anajiondoa polepole. Ryan alisema, yeye alinisaidia. Bilionea aligeuka, machozi yakimtoka. Akamtazama yule msichana wa mtaani aliyekuwa tayari kumwangamiza muda mfupi uliopita. Rehema alisimama akitetemeka, huku akishikilia chupa chafu. Rehema alisema huku sauti ikitetemeka. Nilikwambia si sumu, bali ni njia ya zamani. Ndicho kitu pekee nilicho nacho. Bilionea alimkazia macho. Alipambana kuamini muujiza aliyoiona. Akili yake ya biashara ilisema hili haliwezekani. Kiwevu kichafu kutoka kwa msichana anayekusanya taka. Kutibu tatizo la ubongo? Unatarajia niliamini hili? Bilionea alisema kwa sauti iliyokatika, huku akijifuta machozi. Sauti yake haikuwa na hasira tena. Kwamba hicho kitu kimemtibu mwanangu. Amini utakavyo, Rehema alisema akiinua kichwa kwa heshima. Sikuomba pesa zako, sikuomba uaminifu wako. Nilimpa tu maji kwa kuwa alikuwa na kiu ya sauti, na sasa anayo. Umati sasa ulikuwa na kelele. Simu zilikuwa nje zikirekodi. Jioni hiyo habari ingekuwa kila mahali mtandaoni. Muujiza wa bilionea. Ehe, ni muujiza. Mtu alinong'ona. Hapana, ni uchawi. Mwingine alipinga. Huyo msichana ni mchawi. Ni nani anayejali? Mtoto anaongea. Muba, mlinzi wa usalama, alionekana kuchanganyikiwa. Boss, nifanye nini? Nimkamate? Bilionea alimwangalia Muba kwa hasira. Ukimgusa umefukuzwa kazi. Akageuka kumwangalia Ryan. Ryan, uko sawa? Inauma? Hapana, Ryan alisema niko sawa. Akamtizama Rehema na kusema asante.
Rehema alitikisa kichwa na kurudi nyuma, tayari kupotea kwenye mitaa yenye vurugu. Alikuwa amefanya sehemu yake. Alikuwa ametoa zawadi ya mwisho ya bibi yake. Alitarajia kufukuzwa. Subilia, bilionea aliita. Akamwangalia yule msichana kwa makini kwa mara ya kwanza. Akaona mifupa yake membamba, makovu miguuni na akili machoni mwake. Bilionea aliuliza, huku sauti ikitetemeka kwa shukrani. Kwa nini umempa hiyo? Hutujui? Rehema alisimama, akaangalia shule kubwa, magari na utajiri uliowazunguka. Kisha akaangalia miguu yake michafu. Kwa sababu najua jinsi ilivyo, Rehema alijibu kwa upole. Kupiga kelele ndani ya kichwa chako, lakini hamna anayekusikia. Kuwapo, lakini hakuna anayekuona. Mimi sina sauti kwa sababu mimi ni maskini. Yeye hana sauti kwa sababu ni mgonjwa. Ni kitu kimoja. Akavuta mabega. Simtakii ukimya huo hata adui yangu. Achilia mbali mtoto mdogo. Umati ukanyamaza. Hekima iliyotoka kwa msichana aliyevaa matambala iliwaabisha watu wazima wote, matajiri waliokuwa wamesimama hapo. Bilionea alifumba macho. Ukweli wa maneno ya msichana uliuchoma moyo. Yeye mwenye mamilioni hakuweza kumpa mwanaye sauti. Msichana huyu asiye na chochote ila taka na chupa chafu alikuwa amemweka huru. Bilionea alifumbua macho. Mwanaume mkali wa biashara alitoweka na kubaki baba tu. Umemwokoa, bilionea alisema kwa mshangao. Akaingiza mkono kwenye mfuko wake. Hakutoa pesa taslimu, hilo lingekuwa matusi sasa. Alitoa kitambaa cha halili chenye mishoni ya dhahabu na kusogea mbele. Akachukua mkono mchafu wa Rehema, mkono aliouita mchafu muda mfupi uliopita, na akaweka kitambaa hicho ndani yake. Hii si malipo, bilionea alisema kwa msisitizo, kwa sababu siwezi kulipia uhai wa mtu, lakini nisikilize mwanangu. Alitumia neno mwanangu. Umati ulinongona. Hutolala tena chini ya daraja, hutoomba chakula tena, sio baada ya leo. Rehema alitazama kitambaa cha halili kwa mshangao mkubwa. Ryan alinyosha mkono kutoka upande wa baba yake, akatembea hatua chache kumfikia Rehema. Hakujali vijidudu wala uchafu. Akachukua mkono wake mwingine, akatabasamu, mdomo wake ukijaribu neno jingine ambalo hakuwahi kulisema, wazo ambalo hakuwahi kulijua kikamilifu mpaka wakati huo. Rafiki. Macho ya Rehema yakajaa machozi, yakadondoka yakiosha vumbi usoni mwake. Wazazi matajiri walitazama kwa makini kwa ukimya wa mshangao. Vizingiti vya tabaka na mantiki vilivunjwa na chupa ya kiwevu chenye mawingu na wema wa msichana asiye na chochote. Bilionea aliomba aondoke naye nyumbani kwake. Jumba la familia ya bilionea Edwin Malechela lilikuwa kubwa, jeupe, linalotazama bahari. Karibu nyumbani, Ryan alisema. Maneno yalikuwa rahisi sasa, yakitiririka kama maji. Ndani nyumba ilikuwa na mapambo ya dhahabu na wafanyakazi waliovaa sare safi. Bilionea alizungumza mara moja na msimamizi wa nyumba. Mchukue huyu mtoto, choma nguo hizo za zamani, nataka aoshwe vizuri. Kisha mpatie pajama za zamani za Ryan avae mpaka tununue nguo mpya kesho. Mpe chakula chochote anachotaka. Rehema alipelekwa bafuni. Bafu lilikuwa kubwa kuliko kibanda alichokuwa anakaa yeye na bibi yake. Baada ya masaa mawili, Rehema alikaa kwenye meza ndefu ya chakula. Alikuwa amevaa pajama za bluu na nywele zake zilikuwa safi. Mbele yake kulikuwa na chakula kingi, ndizi za kukaanga, kuku, supu na vingine vingi. Alikula polepole, mikono yake ikiwa imetulia sasa. Upande wa pili, Ryan alikuwa anakula pia, lakini alimtazama muda wote. Bilionea alikuwa mezani, hakula, alikuwa anamwangalia tu muda wote. Pembeni yake alisimama daktari bingwa John, alionekana akikasirika. Baada ya kumkagua Ryan, daktari alisema kwa mshangao, hili haliwezekani kisayansi. Mishipa ya sauti iko sawa kabisa, kana kwamba kizuizi kimeondoka ghafla. Ni kupona kwa ghafla kwa asili. Hutokea, hakina uhusiano wowote na maji hayo machafu.
Ryan akasema kwa sauti tulivu. Hayakuwa maji machafu, ilikuwa dawa yenye joto. Bilionea akatoa ile chupa chafu na akasogeza kuelekea kwa daktari. Yapime, aliagiza. Pima kila kitu kilichomo humu. Daktari alijibu, Boss, huu ni upuuzi. Nimesema yapime, yapeleke mahabara, tafuta kila kitu kilichomo humu. Daktari alisukuma pumzi na kuchukua chupa kwa kitambaa kana kwamba ni hatari. Kisha akaondoka. Bilionea alimgeukia Rehema. Sasa, niambie, bibi yako alikuwa nani? Na usiniambie alikuwa mchawi. Rehema alimwangalia machoni. Hakuwa mchawi, alikuwa mganga wa jadi, kabla kampuni ya mafuta haijatulazimisha kuondoka kijijini. Bilionea akaganda kwa sababu kampuni yake ilikuwa na maeneo mengi ya kazi huko. Rehema akaendelea, alijua majani, alijua mizizi. Kile kiwevu si uchawi, ni mzizi aliyouchemsha siku 3. Aliuita mlegezaji wa ulimi. Alisema mzizi hukua tu pale maji ya mto safi yanapokutana tu na maji ya chumvi ya bahari. Imekoko, ndio alisema. Mizizi ina uwezo wa kuamsha mishipa iliyolala. Rehema alisita. Bilionea aliuliza, lakini nini? Alisema, mzizi hukufa kwa sababu ya mafuta. Mafuta meusi yaliua udongo. Ile chupa Rehema alionyesha, upande aliondoka daktari. Ilikuwa ya mwisho bibi aliyotengeneza kabla hajafa. Alisema mzizi umeisha. Ukimya mzito ukajaza chumba. Ukweli ulimpiga bilionea kwa nguvu. Biashara yake, chanzo chake ya utajiri mkubwa, huenda iliharibu asili iliyokuwa na tiba ya mwanaye. Wiki moja baadaye, habari zilienea kila mahali. Kisa cha mwana wa bilionea aliyekuwa bubu kuanza kuongea baada ya kunywa kiwevu kichafu ilienea duniani. Vituo vya habari kutoka kote ulimwenguni vilikuwa nje ya geti. Bilionea Edwin Malechela aliamua kumaliza uvumi. Akaita mkutano wa waandishi wa habari katika ukumbi mkubwa wa taasisi ya bilionea. Kamera zikamulika. Bilionea alisimama kwenye kipaza sauti akiwa nadhifu, lakini hakuwa peke yake. Kulia kwake alisimama Ryan akiwa amevaa suti. Kushoto kwake alisimama Rehema. Rehema alionekana amebadilika kabisa. Nywele zake zilikuwa zimesukwa vizuri. Ngozi yake iling'aa na alivaa gauni zuri la bluu. Hakuonekana kama mtu wa kusaidiwa. Alionekana kama sehemu ya familia ya bilionea. Mabibi na mabwana, bilionea alianza kuongea. Mko hapa kuuliza kuhusu miujiza. Mnataka kujua kilichokuwa ndani ya chupa. Ukumbi ukasogea kusikiliza. Hii chupa ilikuwa na dondoo kutoka mizizi ya imikoko, aina hadimu iliyotumiwa na waganga wa jadi kwa karne nyingi kutibu uharibifu wa mishipa. Daktari wetu amethibitisha kuwa kemikali za asili ndani ya mzizi huo zina uwezo mkubwa wa kuponya mishipa ya sauti. Akasimama kidogo. Hata hivyo, tumegundua kuwa mzizi huu upo karibu kutoweka. Umeharibiwa na uchafuzi. Umeharibiwa na kampuni kama yangu. Mshangao ukapita ukumbini. Bilionea alikuwa na kilikosa. Mtoto wangu leo ana sauti kwa sababu ya hekima ya mwanamke aliyefariki, bibi yake Rehema. Hatuwezi kumrudisha, ila tunaweza kuhakikisha urithi wake unaishi. Bilionea akaweka mkono begani mwa Rehema. Leo ninatangaza mambo mawili. Kwanza, kampuni yangu inasitisha mara moja shughuli zote za uharibifu na tunazindua mfuko mkubwa wa kurejesha mikoko, ukiongozwa na mkurugenzi mdogo mpya wa urithi wa mazingira. Akamnyoshea kidole Rehema. Macho ya msichana yakapanuka kwa mshangao. Na pili, bilionea aliendelea. Ninatangaza kupanuka kwa familia yangu. Rehema si mgeni tena, ni binti yangu na ni dada wa Ryan. Kamera zikachanganyikiwa, waandishi wa habari wakapiga kelele za maswali. Ryan, unaweza kuongea? Tupe neno. Ryan akasogea kwenye kipaza sauti. Alionekana mdogo, lakini alisimama imara. Akatazama kamera zinazomulika, kisha akamtizama Rehema. Akasogea karibu na kipaza sauti. Alisema,
sauti yangu. Sauti ikivuma kwenye vipanza sauti, ukumbi hukanyamaza. Ryan akaendelea kuongea. Hii sauti yangu si yangu peke yangu. Nitaongea kwa wale wasiosikika. Hadithi hii si miujiza tu, ni ujumbe wa maisha. Inatufundisha kuwa Mungu anaweza kuweka jawabu mikononi mwa watu ambao dunia huwadharau. Wakati pesa na elimu zilizunguka dunia kutafuta suluhisho, Mungu aliweka uponyaji katika unyenyekevu, maumivu na hekima iliyosahaulika. Mungu anatukumbusha kuwa nguvu haivai suti kila wakati, na miujiza haiji kwa njia safi na rahisi kila wakati. Hadithi hii yatuonyesha kuwa ukimya sio udhaifu. Watu wengi wapo kimya si kwa sababu hawana cha kusema, bali kwa sababu maisha yamefunga sauti zao. Mungu husikia vilio vya moyoni ambavyo havijawahi kuwa maneno, na wakati wake ukifika, anafungua milango ambayo hakuna binadamu anaweza kufunga. Tunajifunza kuhusu huruma. Tendo moja la wema linaweza likabadilisha hatima ya mtu. Rehema hakuwa na chochote, lakini alitoa kila alichokuwa nacho, na Mungu aliheshimu utii wake, ujasiri wake na upendo wake. Hadithi hii pia inatufundisha unyenyekevu. Maarifa yalishindwa, pesa zilishindwa, heshima ilishindwa, lakini hekima iliyotokana na uumbaji wa Mungu ulishinda. Wakati mwingine inabidi tuache kiburi ili tupokee ukweli. Zaidi ya yote, hadithi hii inatukumbusha kuwa Mungu hana bahati nasibu. Hakuna kilichotokea kwa bahati mbaya. Maumivu yalikuwa maandalizi. Kukutana kulikuwa mpango. Kile kilichoonekana kama mwisho kilikuwa mwanzo mpya. Kama unajisikia hupuuzwi, hausikiki au umesahaulika, kumbuka hili. Mungu anaona kila machozi. Mungu anakusikia. Mungu bado ana mpango na wewe. Na kama una sauti leo, itumie. Sema kwa ajili ya wasiosikika. Simama kwa ajili ya waliopuuzwa. Penda bila masharti, kwa sababu miujiza haiji tu kwetu. Mara nyingi Mungu anataka ipitie kwetu. Kama hadithi hii imekugusa, andika maoni yako. Umejifunza nini na unaangalia kutoka wapi? Na usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa hadithi zaidi zenye nguvu na mafunzo ya maisha. Mungu akubariki. Kwa heri.